binadamu wa kwanza aliyekaa tumboni mwa mwanamke ni Kaini. Kaini ni matokeo ya uumbaji, usije ukachanganya. Na nitakwambia kwa nini nasema Kaini ni matokeo ya uumbaji. Mungu anaposema mwanaume ni foundation, hazungumzii mwanaume aliyezaliwa na mwanamke, anaanza kuzungumzia kwa nini alianza na mwanaume. Hiyo ndio point naotaka uiweke kichwani. Na unisikilize vizuri, mwanaume haimaanishi wewe ni zaidi ya mwanamke, ila inazungumzwa kwenye kazi uliopewa wewe. Kazi aliyopewa mwanaume sio sawa na kazi aliyopewa mwanamke, na utofauti wetu katika kazi haumaanishi kwamba ni udhaifu. Usije ukaelewa vibaya, sio udhaifu, ila ni Mungu ameamua hivyo. Hata sisi wakina mama mnayetuona hapa, wanaume, hatukutaka kuwa baba wala hatukuwahi kuomba kuwa baba, ila Mungu kwa mapenzi yake akaamua sisi tuwe nani? Baba. Kwa hiyo mimi kuwa baba sio takwa langu, sio ridhaa yangu, sio maamuzi yangu, ila ni plani ya Mungu anapoitengeneza taifa duniani. Plani yake akasema mwanaume atakuwa baba. Ni plani na uchaguzi wa Mungu, sio sisi binadamu. Na ninarudia, haimaanishi mwanaume ni bora kuliko mwanamke, ila mwanaume ndio msingi wa kizazi. Kama tuko pamoja, nipungie mkono.